Hii leo tutaitazama kwa namna ya ajabu na kwa namna ya tofauti na kipekee kabisa. Siku ya Bwana inayotisha ambayo inakuja. Leo hii ni neema tulio nayo itafika mwisho. Kuna baadhi ya misemo imekuwa ikisemwa kuwa Mungu wa Agano la Kale leo hii hayupo. Kama yupo, zile ishara alizokuwa anatenda Agano la Kale zipo wapi leo? Lakini siku ya Bwana inakuja, ndugu yangu, usitamani uwepo. Ni mambo ya kuogopesha ambayo usingetamani hata adui yako yampate. Mungu kuzuia ghadhabu yake ni kwa ajili yetu sisi tutubu, lakini tusipotubu hukumu itatukuta. Kuna vitu vitatu ambavyo huko mbeleni vipo, ambavyo ni ziki kuu, siku ya Bwana na ziwa la moto. Baada ya unyakuo, ziki kuu, siku ya Bwana, ziwa la moto. Lakini kutazama siku hii ya Bwana ni ipi? Itakuja lini na itakuwa inamhusu nani? Kwa ufupi, ziki kuu itakuja na tunafahamu itakuwa kwa Wakristo watakao kataa kuipokea ile alama au chapa ya mnyama. Hii itamhusu mpinga Kristo akiwatesa Wakristo wale waliokataa kuipokea ile chapa ya mnyama, ambapo mwishoni mpinga Kristo atafanikiwa kuwaua kikatili wote wasioipokea ile chapa. Na hii ziki itadumu kwa muda wa miaka 3.5. Ni wakati wa kutisha sana unakuja mbeleni. Kwa hiyo wakati wa Kristo wachache wanapitia ziki kuu, wengine wote waliosalia watakuwa wanaendelea kujifurahisha na mambo yao ya dunia, wakimfurahia mpinga Kristo na utawala wake. Sasa siku ya Bwana itaanza tu mara baada ya ziki kuu kuisha, ambapo watakatifu wote watakuwa wameshaondoka, wameuliwa na mpinga Kristo, na unyakuo utakuwa umeshapita wakati huo. Lakini hao waliobaki, walioipokea chapa ya mnyama, itawapasa waingie kwenye adhabu kali sana ya Mungu mwenyewe, kwa sababu wameshirikiana na mpinga Kristo kuwaua watu wa Mungu, na kwa sababu wamekataa kumcha Mungu na kuzishika amri zake. Siku hiyo Bwana itakuwa ni siku kali sana na usitamani kuwepo. Kumbuka, haitakuwa jehanamu ya moto, bali itakuwa ni adhabu ya hapa duniani. Maandiko yanasema, Amosi sura ya 5 mstari wa 18, ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana, kwa maana kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Ni kama mtu aliyekimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akaugeuza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Naam, yenye giza sana wala haina mwanga. Isaya sura 13 mstari wa 6, pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana i karibu, itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utayayuka, nao watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu. Watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa, watakodoleana macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Tazama, siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake. Maana nyota za mbingu na matangamano havitatoa nuru yake, jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake, na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitaiangusha chini majivuno yao walio wakali. Nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi, na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Maandiko yanaposema siku ya Bwana hayamaanishi ni siku kama siku moja, bali inamaanisha ni kipindi fulani cha wakati ambacho Bwana amekitenga kwa kusudi fulani. Kama maandiko yanavyotueleza, ni kipindi ambacho kimetengwa kwa ghadhabu na hasira ya Mungu, kulipiza kisasi kwa wanadamu wote wasiomcha Mungu. Kipindi hiki cha siku ya Bwana kitadumu kwa muda wa siku kadhaa, au siku ambazo Mungu mwenyewe ataziamuru, ataziweka kwenye mamlaka yake mwenyewe. Hizi zimepatikana pia kutoka katika kitabu cha Danieli 12 ambapo tunaona kipindi cha ile dhiki kuu kitadumu kwa muda wa siku 1260, na hapo zimeongezeka siku nyingine kutoka siku 1260 mpaka kufikia siku 1335. Kwa hiyo ukichukua hizo siku ni sawa na kupata hizo siku 75 zilizoongezwa, na ni mahususi kwa ajili ya Bwana kujilipizia kisasi kwa wanadamu wote waliosalia juu ya uso wa nchi. Kabla siku hiyo ya Bwana kuanza, kutakuwa na baragumu 7 zitakazopigwa ili kutangulia
Hizi zitabeba hukumu kwa watu wote kama onyo. Watu watubu kumgeukia Mungu. Dunia itapigwa kwa mapigo mengi ajabu. Ukisoma Ufunuo 8, ikiwemo theluthi moja ya maji kuwa damu, theluthi ya maji ya dunia kutiwa uchungu, theluthi ya mwezi na jua na nyota kupigwa. Hebu tafakari, kutakuwaje duniani? Wakati huo mchana kutakuwa kama jioni, giza litakuwa nene usiku na baridi kali sana. Nzige wa ajabu watapandishwa kutoka kuzimu, maumivu yao ni kama ya kung'atwa na nge, na meno yao ni kama meno ya simba na kadhalika. Biblia inasema watu watakitamani kifo lakini hawatakiona. Kumbuka hapo bado siku ya Bwana haijaanza. Huo ni mwanzo wa utungu tu, unatangaza hukumu kuu ya Bwana inayokuja mbeleni kwa urefu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura 8 na sura 9 utaona inaelezea haya mapigo ya baragumu 7 za Mungu. Lakini pamoja na mapigo yote haya ya baragumu, Biblia inasema watu watakao kuwa juu ya uso wa nchi hawatatubu maovu yao, kwa sababu roho ya uovu imeshakaa juu yao, kwa kuwa wote wamekwisha ipokea ile chapa ya mnyama. Neema ya Mungu imeondoka juu yao, hawezi kutubu tena. Kwa hiyo mara baada ya ile ziki kuu kuisha, wa Kristo kuuliwa na unyakuo kupita, sasa hawa wanadamu waliobaki ndio watakaoingia katika siku ya Bwana inayotisha, ile inayowaka kama moto, yenye vile vitasa 7 ambao ndio yale mapigo 7 ya mwisho ya Mungu. Katika hiyo ghadhabu ya Mungu imetimia. Hebu utazama kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 16 mstari wa kwanza. Biblia inasema, nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, nendeni mkavimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Akaenda huyo wa kwanza akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu bovu juu ya wale wote wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Sasa adhabu hizi zitakuwa ni kwa dunia nzima na sio selusi tena dunia kwa kama ilivyokuwa kwa zile baragumu 7. Majipu haya tunaona ni mfano wa yale waliopigwa wa Misri. Kutakuwa na majipu ya ajabu. Usizani ni haya ya kawaida uliyozoea. Biblia imeyatilia ni majipu mabovu, bado hajatokea kabisa duniani. Huo ugonjwa bado haujazuka. Kuna magonjwa mengi hatari duniani, lakini Biblia haijataja yote hayo. Lakini huu ugonjwa wa majipu, tena jipu bovu, ndio umetabiriwa utakuja. Homa yake itakuwa sio kama hizi za kawaida tulizozizoea. Ndugu, usitamani kuwepo huko. Wewe unayesema Mungu wa Agano la Kale haishi, siku hiyo utayaona haya waziwazi. Kitasa cha pili, Ufunuo Yohana 16:3. Na yule wa pili akamimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Duniani kutakuwa na harufu kama ya damu ya mtu aliyekwisha kufa. Fikiria jambo hilo, dunia nzima kutoa uvundo. Hakutakuwa na kiumbe chochote baharini. Chakula kitapungua duniani, maji yataisha, shughuli za usafirishaji baharini na kadhalika vitakwama, mvua zitaacha kunyesha duniani. Kutakuwa sio sehemu ya kuishi tena mwanadamu. Taabu itaongezeka duniani, hofu kuu itawaingia watu wakitazama ni mambo gani haya yamepata dunia, lakini bado mapigo yatakuwa yakiendelea. Utasoma mpaka kitasa cha 3, kitasa cha 4, kitasa cha 5 mpaka kitasa cha 6. Katika kitasa hiki mpaka kitasa cha 6. Katika kitasa hiki cha 6 kunazungumzia ile vita ya Armageddon, ambayo itakuwa ni katika vita ya Mungu Mwenyezi akilipigania taifa la Israeli dhidi ya wafalme wote wa dunia. Karibu kila taifa litaunga mkono vita hii wakiongozwa na mataifa kutoka mawio ya jua. Haya mataifa ya mawio ya jua ni mataifa ya mashariki ambao ni China, Japani, Korea na kadhalika. Wakati huo Vatican itakuwa haipo, Marekani itakuwa haipo, Urusi itakuwa haipo, yatatoweshwa katika vita vilivyoelezewa katika kitabu cha Ezekieli 38:39. Kwa hiyo ile chafu ambazo zilikuwa zikiendesha Vatican na Marekani zitahamia kwenye haya mataifa ya mashariki yaliyosalia kwa ajili ya vita dhidi ya Israeli. Wakati huo ndipo Bwana Yesu atakapotokea kuwapigania watu wake Israeli. Kipindi hicho itakuwa ni siku ya ajabu sana na siku ya kutisha. Kwa hiyo nini ufanye ili kuepukana na haya yote au kukwepa haya mambo yote? Lazima tu ukubali kumkiri Bwana Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana siku ya mwisho atawabagua watu kama mchungaji alivyobagua mbuzi na kondoo. Kama hukumkiri na yeye hatakukiri. Kama ulimkana na yeye hatakukana. Kama ulimkataa na yeye hatakukataa. Kwa hiyo ingalipo neema ipo. Ni wakati ambapo hii siku ya kutisha na kuogofya, ni siku ambayo
sio siku ya kusema kuna unafuu. Itakuwa ni nafuu kwa wale ambao walimkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Biblia inasema watatoka nje na kucheza na kuruka kama ndama. Itakuwa ni furaha kwa wale watu wa Mungu ambao walimkubali Mungu, waishi maisha ya utakatifu, walijikana na kuacha dunia. Kwa hiyo itakuwa ni furaha. Lakini kwako wewe ambaye leo unasikia neno hili, unasikia sauti hii na ujumbe huu, itakuwa ni siku ya kutisha sana, ni siku ya kusaga meno, kilio kikuu, tena siku ya giza, kwa sababu ulimkataa Mungu, ulimkataa Yesu. Siku hiyo itakuwa ni siku ya majuto makubwa sana.